Zaburi 146 verse 4 tuweze kuona kuhusu hali ambayo huwa inatukia alafu mtu anajikuta katika hali hiyo. Inasema namna gani hapo? Sehemu ya 4, pumzi yake hutoka, hurudia udongo wake, siku hiyo mawazo yake yapotea. Ati pumzi inamtoka, anarudia udongo wake, saa hiyo mawazo inafanya nini? Inapotea. Kwa hivyo hiyo ndiyo mambo ambayo hutenganishwa katika mwanadamu. Pumzi ikitoka, mwili unarudishwa kwa udongo, na saa hiyo hafikiri kwa sababu mawazo imefanya nini? Imepotea. So hata tukiongea mambo mengi hasikii, kwa sababu mawazo imepotea, na kile kimebaki sasa ni mwili urudi kwenye udongo. Pumzi hiyo ikimtoka huwa inaenda wapi? Mhubiri 12 mstari wa 7 tuweze kuona hiyo pumzi ikitoka huwa inaenda wapi? Nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa. Ati mavumbi inairudia nchi kama ilivyokuwa. Nayo roho kumrudia muumba aliyeitoa. Nayo roho inamrudia Mungu mwenye alikuwa ametoa. Kwa hivyo hiyo mambo ikifanyika hivyo, na ni vizuri tushike hiyo maandiko vile inasema, kwa sababu kuna imani nyingi ambazo watu huwa wanaamini, hata wengine kuongelesha, wengine kufanya tambiko kwenye makaburi, na wengine kufanya kumbukumbu ya watu waliokufa. Lakini tumeona ya kwamba pumzi inamrudia Mungu na mavumbi inarudi kwa nchi mahali ilikuwa imefanya nini? Imetoka. Na hivyo ndivyo ilivyofanyika hapo mwanzo kwenye kitabu cha Mwanzo 2 mstari wa 7. Hivyo ndivyo ilivyofanyika wakati mwanadamu alikuwa anaanzishwa maisha yake. Soma ndugu. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Tumeona ya kwamba alimuumba kwa mavumbi ya ardhi, alafu alipochukua hiyo mavumbi ya ardhi yenye aliumba, akapulizia pumzi ya uhai, huyo mtu akawa nafsi hai. Ndio sababu akaanza kutembea, akaanza kuongea, mawazo ikaanza kufanya kazi, na akawa ni mwanadamu ambaye ako na hiyo pumzi ya uhai. Na hivyo ndivyo ilivyofanyika hapo kwanza. Na ndio sababu tunastahili, unajua kuna mwingine anaweza sema ya kwamba hapana, watu wenye haki wanaendanga mbinguni ama wanaenda mahali pema, na wenye dhambi wanaenda pahali pa mateso. Kwa hivyo tuone ya kwamba mwanzo wa mwanadamu ilikuwa namna hiyo, na hiyo matukio inaposhika mtu tena wakati wa kuaga kwake, anarudi kwa hiyo hali ilikuwa ya kwanza. Na hii sababu tusome Mhubiri 9 mstari wa 2 na wa 3 tuone kama hiyo matukio huwa inatukia kwa watu wote ambao ni wenye haki na ambao ni wenye dhambi. Wote hiyo matukio huwa inawatokea wote, ama kuna wale wanaenda huku na wengine huku. Hebu tusikie itasema namna gani. 9 mstari wa 2 na 3. Mambo yote yawatukia wote sawa sawa. Ati mambo yote huwa inatukia watu wote sawa sawa. Kuna tukio moja kwake mwenye haki, kwa tukio moja kwa mwenye haki, na kwake asiye haki. Kwa mtu mwema na kwa mtu muovu. Kwa mtu mwema na mtu muovu. Kwa mtu asiye safi na kwa mtu kwa mtu aliye safi na kwa mtu asiye safi. Kwake yeye atoaye kafara na kwake asiyetoa kafara. Kama alivyo huyo mwema, ndivyo alivyo mwenye dhambi. Yeye aapaye na yeye aogopaye kiapo. Hilo ni katika mambo yote yanayofanyika chini ya jua, ya kuwa wote wanalo tukio moja. Wote wanao tukio moja. Na zaidi ya hayo, mioyo ya wanadamu imejaa maovu. Mioyo ya wanadamu imejaa maovu. Na wazimu umo mioyoni mwao. Wakati walipo hai. Na baadaye huenda kwa wafu. Kwa hivyo sasa tumeelewa ati wote wanao tukio moja. Kuna mtu mmoja aliniambia ya kwamba ni huko upande wa Western, na huwa tunasoma naye. Akaniambia kuna mauti huwa inashika labda mama akiwa mjamzito, na wakati akiwa kwa hiyo hali wanamuongelesha mpaka anazaa ili watenganishwe. Na nikamuuliza, na baada ya kufanya hivyo
huwa wanazika ama wanafanya aendelee na uhai? Akaniambia huwa wanazika tu, kumaanisha ya kwamba tukio hilo likisha tokea mtu, yeye huwa hana lingine ambalo anaweza kufanyiwa, ni kurudishwa kwa mavumbi. Hata kama kuna muujiza unaweza fanyika pale, lakini mwisho ni kurudishwa kwa mavumbi, kuonyesha ya kwamba hiyo mambo huwa iko namna hiyo. Na ni vizuri hapa tu, sababu tumeona tukio hilo huwa kwa watu wote, na kwa hivyo tunaweza kuwa hatuelewi labda neno la muumba wetu kama tutaelewa vingine. Na ningependa, unajua, ni vizuri kudhibitisha jambo kwa maandiko, kwa sababu kunao wengi wenye haki waliotutangulia sisi, na ambao tungependa kujua hao watu waliotutangulia sisi na ni wenye haki walifanywa namna gani. Tutafungua kitabu cha Waebrania 11 na tutasoma sehemu kwa sehemu, lakini mtu akipata nafasi anaweza kusoma, kwa sababu ni mambo iko kwa Biblia. Anaweza kusoma polepole, lakini mimi nitasoma tu nikirukaruka, ili mtu aende ajichunguzie mwenyewe. Waebrania 11, tusome mstari wa 13 kwanza, tutangulie hapo. Hao wote wakafa katika imani, wasijazipokea zile ahadi, mbali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia. Ati hawa wote na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Ati hawa wote wakafa wakiwa wenye haki katika imani, na walipokufa hawakuweza kukabidhiwa lolote. Ile kitu ilifanyika ni kwamba walikufa katika imani, wakitazama huko mbele ya kwamba zile ahadi zenye walikuwa wameahidiwa zitakuja kufanyika. Ukisoma hapo nyuma ambapo hatujasoma, tumeruka, utasikia inataja mtu wa kwanza kukufa duniani. Abel ako hapo, Henok ako hapo, alikuwa ni mwenye haki. Ibrahimu ako hapo, utasikia Isaka ako hapo, na hawa wote walikuwa ni wenye haki, lakini hawakulipwa zile ahadi, lakini walizishangilia kutoka kwa mbali na wakaziona. Kwa hivyo ile kitu ilifanyika ni kukufa, walikufa katika imani, lakini Biblia imesema hawakuzipokea zile ahadi. Mstari wa 32, nami niseme nini tena? Maana wakati usingenitosha kuleta habari za Gideoni na Baraka na Samsoni na Yefta na Daudi na Samueli na za manabii. Ati nafasi haiwezi kutosha, sababu pale ametaja Jafetha, akataja Samueli, akataja Daudi, akataja, na tumesikia kwamba mwisho hiyo sehemu amemalizia na manabii. Wakati amemalizia manabii, amejumulisha kutoka manabii wa kwanza mpaka wa mwisho ambao ni Yohana Mbatizaji. Kwa hivyo anasema nafasi hiyo haingetosha, na tunapoona huo mlango unazungumzia juu ya watu wenye haki. Sasa kwa sababu tumeona hiyo nafasi haiwezi tosha, hebu turuke tusome mstari wa 39 and 40 tuweze kusikia, sababu hawa ni baadhi ya wale walitajwa na wengine hata nafasi haikupatikana. Hebu tusikie 39 na 40 itasemaje. Na watu hao wote wakiisha kushuhudia kwa sababu ya imani. Ati watu hao wote wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao hawakuipokea ahadi. Kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora, ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Kwa sababu Mungu alikuwa ametuwekea sisi kitu kilicho bora, ili wale wasikamilishwe pasipo sisi. Kwa hivyo hawakuipokea ahadi, na hii ni kuonyesha ya kwamba hata wale ambao ni wenye haki, ile tukio huwa inatukia kwa mwenye dhambi la kifo, kurudishwa kwa mwili kurudishwa kwa mavumbi na pumzi kumrudia Mungu. Hiyo huwa iko namna hiyo, iwe ni mwenye haki ama si mwenye haki. Na tumeona ya kwamba kuna kitu kimewekwa pale ambao tulisoma 13, ikasema waliona ahadi tokea mbali mpaka wakazishangilia. Ile kitu inafanyika ni kukufa wakiwa na imani na kushangilia ile matumaini ambayo wamewekewa wakati wa kudhihirishwa kwa mwana wa Mungu. Kwa hivyo
hivyo ndivyo huwa inatukia. Na ni vizuri pia tuone Mwokozi wetu naye, kwa sababu sasa Mwokozi wetu wakati alikuja kuzaliwa na kuendeleza injili yake, kina Ibrahimu, kina Isaka, kina Yakobo na manabii hao wote walikuwa wamekufa. Hata Yohana mwenye alikatwa kichwa alikufa mbele ya Masihi. Ni vizuri pia tuone ushahidi wake kuhusiana na wale waliokufa kwenye kitabu ya Yohana Injili mlango wa 3 mstari wa 13. Tuone hiyo ushuhuda wake, yeye alisema namna gani hapo wakati alipokuwa anahubiri Injili. Alisemaje? Yohana 3:13. Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni. Ati hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni. Ila yeye ambaye alishuka kutoka mbinguni, yani mwana wa Adamu, ambaye ni mwana wa Mungu ama mwana wa Adamu. Kwa hivyo tumeona ya kwamba hakuna mtu aliyepaa hadi kufikia Masihi alipotamka hiyo maneno. Na alitamka hiyo maneno kama manabii wote wamekwisha. Mwanadamu wa kwanza ambaye ni Abel kukufa mpaka wa mwisho wakati Masihi alikuwa anazungumza mambo hayo. Kwa hivyo hiyo ndiyo tunaona ya kwamba habari ya mauti iko namna hiyo. Kama ni ya mwenye haki na mwenye dhambi huwa iko namna hiyo. Na ikifika pale, mimi najua sasa mtu anajiuliza sasa kuamini ama matumaini ya mwanadamu iko wapi? Kwa sababu sasa mwenye dhambi na mwenye haki mambo yao huwa inamalizikia pale. Unajua hiyo jambo linatia hofu. Mtu anaanza kuhuzunika, hasa mwenye anazingatia mambo ya imani. Anashtuka, anashindwa. Sasa matumaini ya mwanadamu kumbe hakuna matumaini. Ningependa nisome maandiko mawili kuhusiana na matumaini ya mwanadamu mahali inapatikania. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4, tutaanzia mstari wa 13 tufike hapo mstari wa 17. Lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hawa waliolala katika Masihi Elohim atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa tuwaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Masihi watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi, si tumeona iko matumaini? Sababu sasa watu walikuwa wameshikwa na huzuni, wanashindwa kwani mambo inaenda namna gani? Ndio Paulo amejitokeza pale akasema ya kwamba msije mkahuzunika kama na wengine wasivyo na matumaini. Kwa sababu kama unaamini ya kwamba mwana wa Mungu alikuja na akafa na akafufuka, kwa hivyo hata wale waliokufa ndani yake siku ya parapanda ya mwisho na sauti ya malaika mkuu itakapolia, wale walio ndani ya Masihi watafufuka kwanza. Alafu wenye watakutwa wakiwa hai wakati ule watabadilishwa miili waende wamlaki Mwokozi hewani. Hawatalaki Mwokozi hewani waende naye huko. Sababu hata saa hii tukiyasema tuweke watu ya kualika watu kwenye kusanyiko hili, natumaini ya kwamba tutaweka pale kwa gate. Tuseme nyinyi mtakaa hapa kwa gate, nyinyi ni wa kulaki wageni. Wakilaki wageni wanaenda na wageni huko ama wanawalaki hapa. Kwa hivyo neno hilo la kulaki ni mzuri pia mtu afikirie. Watalaki Mwokozi hewani, na kwa hivyo watamlaki aweze kutawala pamoja na wao. Na hapo ndipo itakuwa matumaini ya mwanadamu inapatikania. Na hiyo kitu inabeba watu mara mbili. Inabeba wale waliokufa wakiwa ndani ya Masihi, wakati wa hiyo parapanda ya mwisho watafufuka, na wale ambao wenye hai watakuwa wakati ule watabadilishwa mili waungane. Sasa wakiungana watamlaki Mwokozi hewani. Na hivyo mstari pale umemalizia ati hivyo tutakuwa pamoja na Masihi. Na ndiyo Yohana, nikielekea kumalizia, ndio Yohana alipofunuliwa jambo hilo kwenye Ufunuo mlango wa 20. Tusome pale mstari wa 4, tukifika hapo wa 6
na pia tutaguza wa 11 kuelekea, tuone itakuwa namna gani. Sasa pale tunataka kupiga darubini ya sasa watu wenye haki waliokufa katika Masihi wamefufuka, na wale walio hai ambao wamebadilishwa mili wameungana, na sasa wamekutana na Masihi. Sasa wakikutana na Masihi sababu pale imesema ya kwamba hivyo watakuwa pamoja na yeye. Hebu tusikie itakuwa ni namna gani hapo. Ufunuo hiyo 20 mstari wa 4 mpaka 6. Kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Masihi na kwa ajili ya neno la Mungu, na hawa wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao. Nao wakawa hai, wakatawala pamoja na Masihi miaka 1000. Hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Elohim na wa Masihi, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Ati watakuwa makuhani wa Mungu, nao watakuwa makuhani wa Mungu, nao watatawala na Masihi hiyo miaka 1000. Kwa hivyo hapo ndipo tunaona kilele cha wale watu ambao ni wenye haki na wenye dhambi, kwa sababu hapo mstari ambao amemalizia amesema ati hao wafu wengine hawakuwa hai hata itimie hiyo miaka 1000. Na ikasema hiyo ya kumalizia, heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza, ambao huo ufufuo wa kwanza ni wakati parapanda ya mwisho inalia na sauti ya malaika mkuu, na wale waliokufa katika Masihi wanafufuka na wanalakiana pale pamoja na wale wenye hai waliobadilishwa, wanaungana sasa, wanatawala pamoja na Masihi wakiwa makuhani wa Mungu. Kwa hivyo hiyo ndio tunaona na hapo ndio tunasikia kwamba watatawala pamoja na Masihi hiyo miaka 1000. Kwa hivyo tunaona ya kwamba hiyo miaka 1000 nani atakuwa kiongozi kwa hiyo miaka 1000? Kwa sababu hao wengine sasa tumeona wamebadilishwa mili, wale waliokufa wamefufuka, sasa wameungana na Masihi. Nani atakuwa mtawala wa hiyo? Tuangalie kwa Korintho wa kwanza 15, tutasoma 24 tufike 28, tuone nani atakuwa mtawala wakati huo wa hiyo kiama ya wafu wenye haki. 15, 28, 24. Hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake. Ati hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake, atakapobadilisha utawala wote. Wakati atakapobadilisha utawala wote wa dunia na mamlaka yote ya dunia na nguvu, maana sharti amiliki yeye, kwa sababu sharti amiliki yeye, hata aweke maadui wake wote chini ya miguu yake. Endelea. Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti. Kwa kuwa alivitiisha vitu vyote chini ya miguu yake. Lakini atakaposema vyote vimetiishwa, ni dhahiri ya kuwa yeye aliyemtiishia vitu vyote hayumo. Haya, tumeona ya kwamba baada ya kutawala huo miaka 1000, mwisho ndipo anakabidhi Baba muumba wa mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, kila kitu, aweze kuwa mtawala wa yote. Na tumesikia adui ya mwisho atakayebadilishwa ni mauti, kwa sababu wakati huo ukumbuke ni hawa wenye haki waliokufa katika Masihi wamefufuka wakiwa na mili mingine, na hao nao wenye hai wamebadilishwa mili, wameungana na Masihi, wametawala pamoja naye miaka 1000 wakiwa na mili ambayo si hii yenye tuko nayo ya kukufa, wakiwa na mili ambayo ni ya kudumu, wanatawala pamoja na Masihi. Na mwisho utawala huo wa Masihi unapomalizika kufika miaka 1000, sasa anachukua mamlaka yote, anamrudishia muumba ili awe kiongozi wa yote katika yote. Lakini sasa mimi najua kumalizia, swali limeingia, na wale wengine waliokufa wakiwa wenye dhambi, hali yao namna gani? Wale wengine ambao ni wenye dhambi waliokufa, hali yao ni namna gani?
Hapo tutasoma sasa Ufunuo mahali tulisoma mlango wa 20, tuanze pale mstari wa 11 tuweze kuona habari za hao wenye dhambi, hali yao pia namna gani. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawasawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani hizo ziwa la moto. Hilo ziwa. Baba wetu apewe sifa. Kwa hivyo tumeona Yohana alionyeshwa hiyo mahabari, na akaonyeshwa kiti cha enzi cheupe na mwenye ameketi pale, na akaona roho za wale waliokufa ambao sasa ni wenye dhambi, na tukaona walifanyika hai, hata hao na hao walifufuka, na walipofufuka walienda kwa hiyo kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine pia kikafunguliwa. Kile kimoja kiko na majina ya wenye haki ambao walihukumiwa kulingana na haki yao, na hivi vitabu vingine vilikuwa na matendo ya wenye dhambi, na tunaona ya kwamba pia walihukumiwa. Alafu ile kitu inamezanga watu ambao ni kifo, hiyo nayo ikashikwa wakati ule, na tukaona ya kwamba hiyo nayo ikawekwa kwenye ziwa la moto. Kwa hivyo tunaona ya kwamba hata wenye walikufia kwa bahari wakamezwa na nyangumi, wenye walikufa wakaungua wakabaki jivu, tumeona mauti na kuzimu zilitoa wafu wenye walikuwa humo. Hakuna mufu hata mmoja ambaye alibaki. Hiyo ufufuo wa wenye dhambi. Kwa hivyo tunaona ya kwamba hiyo ndio habari ya wale wenye dhambi, na natumaini ya kwamba kufikia pale mtu ambaye anazingatia kutaka kudumu akiwa mwenye haki na kukuwa na matumaini, kama vile tulisoma kwenye Wathesalonike, na jua ya kwamba atachagua njia ya ufufuo wa wenye haki. Kwa hivyo ni vizuri mtu anapoishi ajue kuna ufufuo wa wenye haki na kuna wafufuo wasio haki. Wenye haki wanafufuliwa waishi na Masihi na watawale, na wale wenye dhambi wanafufuliwa wahukumiwe, waangamizwe, wawekwe kwenye ziwa liwakalo moto. Kwa hivyo ni juu ya mtu kujua atakufa akiwa upande gani. Sasa si nikimalizia hapo ni vizuri, mtaniruhusu nimalizie hapo kwa sababu Mungu furaha yake, na hapo ndio nitafungia. Furaha yake ni gani? Hebu tuone Ezekieli 18 verse 23 and 21. Sasa hapo ndio nitafungia sasa, sababu mimi naona watu wanaanza kusema hiyo, watu wanasoma maandiko mingi bana. Hebu tusikie. Je, mimi ninafurahia kufa kwake mtu mwovu, asema Bwana Mungu? Si afadhali kwamba agairi na kuiacha njia yake akaishi? Haya, ati Mungu anauliza, anafurahia kufa kwake mtu mwovu? Si afadhali kwamba agairi, aache dhambi zake akaishi? Unajua yule mtu mwenye haki, yeye anaishi katika uzima huu, lakini sitaki nisome huko maandiko ingine. Anaishi katika uzima huu akijua kwamba akikufa amekufa katika Masihi, anatumaini la ufufuo. Anajua akiishi Masihi arudi, parapanda ya mwisho ilie, atabadilishwa mili alaki yeye hewani, na akilaki na yeye rahani ataendelea na maisha. Hapo ndio Biblia imesema hapo, ikasema ya kwamba si afadhali agairi akaishi? Ama wewe unaweza kuafadhalisha gani? Mungu anaafadhalisha hiyo ya kwamba si afadhali agairi akaishi. 21 hapo verse 21.
Lakini mtu mbaya akigairi, mtu mbaya akigairi na kuacha dhambi zake zote alizozitenda, aache dhambi zake zote alizozitenda, na kuzishika amri zangu zote, ashike amri za Mungu zote, na kutenda yaliyo halali na haki, aanze kutenda yaliyo halali na haki, hakika ataishi. Huyo mtu ataishi hata kufa. Kwa hivyo hata ile habari ya ya kifo haitamshika, atakuwa tu amelala mavumbini, anangoja parapanda ya mwisho. Na yule mwenye anaishi ako na uhai, anajua tu Masihi tarumbeta ikilia wakati wote, mimi ni kumlaki hewani. Kwa hivyo yeye ataishi, na ndio pale Biblia imesema hakika hata kufa atafanya nini? Ataishi. Na natumaini hiyo ni uamuzi mwema. Kwa hivyo maandiko imekaa namna hiyo, na fundisho la resurrection ama ufufuo ni refu, ambalo nikianza itanichukua muda, lakini kwa hayo mengi ama machache, simbarikiwe ama mtasemaje? Barikiwe. Kwa hivyo ni jukumu la mtu, Hata Petro wakati alikuwa anahubiri, hatutasoma hapo, lakini wakati alikuwa akihubiri, wakati wa Matendo ya Mitume 2:37 na 38, alisema ati mara wakachomwa mioyo yao, wakauliza Petro na mitume wengine, tutendeje? Petro akawaambia, tubuni, mbatizwe kila mmoja kwa jina la Masihi, nanyi mtapata ondoleo la dhambi, alafu mtapewa kipawa cha Roho Mtakatifu. Labda mtu amefika mahali fulani ama anafika mahali fulani anachomwa moyo, huyo ndio huwa anafuatiliwa. Na hata kama iko mmoja kati yetu ama wawili amechomwa moyo, anaweza kuja atuulize, tutendeje ndugu zetu? Tutamwambia tubu, ubatizwe, upate ondoleo la nini? Lakini sasa ile kiwango huwa inafika pale ni mtu mwenyewe achomwe moyo wake. Na hiyo ndiyo sasa mtu anafanya uamuzi ambao tumesoma hapo kwenye Ezekieli. La kumalizia, kwa sababu hapo imezungumzia juu ya amri za Mungu. Amri za Mungu ni 10. Ukitaka kuzisoma ni Kutoka 20, soma mstari wa 2 mpaka mstari wa 17. Hizo hata nchi hii yetu, mataifa mengi katika ulimwengu, ukivunja hizo amri za Mungu, wewe unaenda jela, utafungwa kwa sababu umevunja amri za Mungu. Na kama watu wanaweza kushika amri za Mungu wote, hata majela zitafungwa milango, maaskari watamalizwa kwa dunia, kwa sababu sasa watashika nani? Kwa hivyo amri za Mungu ni 10 zilizohubiriwa na Mungu mwenyewe kwenye mlima wa Sinai, ziko kwenye kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 2 mpaka wa 17. Na hizo amri ziko pale zimefungwa hivyo, na hizo amri ndio zinafunguanga ufunguo wa mwenye haki kama anataka kutenda haki. Basi mimi nafungia hapo. Najua mambo ni mengi, naweza kuendelea nikazidi, lakini sitaki hivyo. Sasa kufikia hapo, ningetaka maelekezo